Ni siku nzuri tena hapa na mimi leo nimeona niwaletee uchambuzi wa mechi ya Yanga dhidi ya KMC. Nilikuwepo kwenye mechi hiyo pale katika dimba la KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Mechi imemalizika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa goli 4-1. Nimeangalia mechi mwanzo mwisho, dakika 90 za mchezo ule. Nikabaini mambo mengi sana ambayo hakika kwa upande wa wananchi Young Africans kipindi hiki wana hali ngumu sana. Moja ya vitu ambavyo nimebaini ni kwamba mara baada ya mechi kumalizika, pamoja na Yanga kushinda kwa ushindi mkubwa goli 4-1, lakini mashabiki hawajafurahi. Yaani mashabiki wametoka wakiwa wamenamisha vichwa chini. Kwa nini? Kwa sababu performance ya kikosi chao bado hairidhishi. Wamekutana tu na KMC, timu ambayo imejichokea kusema kweli. Ni kama vile wamepiga bomu mochwari leo, kwa sababu wamekutana na timu ambayo katika mechi 4 kabla hii ya leo walikuwa tayari wameshafungwa mechi 4 mfululizo. Katika mechi 5 wameshinda 1, wakiwa wamefungwa mechi 4 mfululizo, na hii leo wameongeza tena kufunga. Mjomba kapigwa simu, amepewa habari kwamba yeye ndiye mshindi wa gari ya Toyota IST kutoka kwenye promotion yetu ya Super Royal Sports. Tulifurahi wote kwa familia kwa ujumla kupata kitu kama hicho. Yeye huwa anapendelea kubashiri ligi gani kama huwa unamshuhudia? Mara nyingi wakapenda kubashiri ligi ya EPL. Jisajili kupitia pmbet.co.tz uanze kubashiri michezo yote ya kubashiri, itakupeleka kwenye promotion ya kushinda gari aina ya Toyota IST ambayo inatoka baada ya wiki 5. Nikabaini mambo mengi sana ambayo hakika kwa upande wa wananchi Young Africans kipindi hiki wana hali ngumu sana. Moja ya vitu ambavyo nimebaini ni kwamba mara baada ya mechi kumalizika, pamoja na Yanga kushinda kwa ushindi mkubwa goli 4-1, lakini mashabiki hawajafurahi. Yaani mashabiki wametoka wakiwa wamenamisha vichwa chini. Kwa nini? Kwa sababu performance ya kikosi chao bado hairidhishi. Wamekutana tu na KMC, timu ambayo imejichokea kusema kweli. Ni kama vile wamepiga bomu mochwari leo, kwa sababu wamekutana na timu ambayo katika mechi 4 kabla hii ya leo walikuwa tayari wameshafungwa mechi 4 mfululizo. Katika mechi 5 wameshinda 1, wakiwa wamefungwa mechi 4 mfululizo, na hii leo wameongeza tena kufungwa mechi ya 5 mfululizo katika mechi 6 walizocheza. Kwa hiyo KMC kwa sasa ndio kibonde kwenye ligi yetu, lakini utaona Young Africans bado wamesuasua. Kipindi cha kwanza wamecheza mpira mbovu sana, poor performance, mipira haifiki, pasi zao yani wanapiga pasi ya kwanza, ya pili, ya tatu mpira umepotea. Touch zao haziridhishi, wachezaji wako chini ya kiwango, kwa maana hatuoni endurance, kwa maana uvumilivu. Hatuoni ile Yanga ambayo ilikuwa ina fluidity, kwa maana timu ambayo ilikuwa ina uwezo wa kukimbia sana kwenye flanks. Hatuoni maelewano, hatuoni zile patterns, hatuoni zile rhythm. Ndio kitu ambacho kinawateza sasa hivi wananchi Young Africans. Wanacheza kama vile wachezaji kama vile wametoka guest, yani wanacheza mpira ambao kusema kweli ulikuwa hauvutii kabisa. Ingawa walipata goli 1 la Maxim Pia Nzengeli, hawajachelewa. Rashid Ramadhan Chambo akifunga bao la kusawazisha kwa upande wa KMC, na ni makosa ya Djigui Diarra mara baada ya kusave ule mpira ndani, na ukakutana na Chambo akaweka ule mpira ndani. Na hii kwa Djigui Diarra sasa hivi imekuwa ni mtihani. Kama wachezaji wa timu pinzani watajua namna ya kupiga mashuti ya mbali, wanaweza kumfunga Diarra wanavyotaka, kwa sababu Diarra sasa hivi ili mradi tu upige mbali. Ukishapiga mbali, yeye bana anakuwa na makosa mengi. Aliwahi kufungwa pia na Selemani Bwenzi msimu uliopita. Ameshawahi kufungwa magoli ya namna hiyo, kina Seif Abdalla Karie. Ukipiga kwa mbali unamfunga. Hata Kibu Dennis katika ule ushindi ambao Simba walishinda goli 2 kwa bila, kama unakumbuka, Henoki Inonga Baka pamoja na Kibu Dennis walifunga. Utaona Young Africans, Djigui Diarra ukimpiga kwa mbali unajifungia tu. Ni hivyo tu. Bado washambuliaji wa timu zetu au timu wachezaji wa timu baadhi bado hawajamjulia namna ya kumfunga. Kwa kwangu mimi, ukiniambia Yanga ameshinda leo hii labda kwa quality, kwa ubora, hapana. Yanga ameshinda mara baada ya KMC kuzidiwa. Kipindi cha kwanza walipambana sana, walihakikisha wanawadhibiti kweli kweli. Hata hivyo walifanya makosa. Goli la kwanza, beki wao badala ya kusafisha na kuosha ule mpira ende mbali, akaupiga ukakutana na Pacome Zouzoua. Maxim Pia Nzengeli anafunga bao kirahisi kabisa. Lakini angalia performance ya Mohamed Doumbia, very poor. Bado hajaanza kuonekana kama yule ambaye alikuwa akiimbwa sana. Angalia performance ya Pacome Zouzoua, anakosa magoli ya wazi. Ingawa leo alikuja akafunga bao moja, lakini bado haonyeshi ule ubora wake ambao alikuwa nao. Angalia ubora wa Duke Abuya unaendelea kuporomoka siku hadi siku. Angalia hata kwa upande wa Zimbwe bado tumeshindwa kuona. Leo alitolewa akaingia Chadak Boka Medei. Kwa hiyo ujio wa kocha mpya wa Yanga
bado hakuna kitu kipi ambacho amekiingiza mpaka sasa, kwa sababu ndio mechi yake ya kwanza kusema hii sasa ndo ameanza kuingiza kuinput vitu, kuinput philosophy zake, wanasema wazungu, kuanza kuinject mifumo na tactics. Lakini bado Young Africans ni ile ile ya Romain Folz. Wanapocheza msimu huu unaweza kaona kabisa ubingwa watausikia kwa bomba, kwa sababu timu zimeshaamka. Timu kama Simba Sports Club haitaki masihara sasa hivi, wanajaza wachezaji, kipindi cha kwanza wanaweka hawa, kipindi cha pili wanaleta hawa. Lakini Young Africans sawa wanapata matokeo, lakini kwa KMC ila performance yao ilikuwa butu sana, na wanaonekana kwa sasa fitness yao iko chini. Kwa hiyo kocha kuelekea mechi za CAF pia anapaswa kuenda katika uwanja wa mazoezi, kocha wao wa viungo kuanza kuwashibisha wachezaji wake mazoezini, kuwapa fitness ya kutosha, ili wachezaji wanapoingia pale waweze kuhimili vishindo. Kama KMC laini hivi, timu ambayo inaruhusu, inavujisha sana hivi, anafunga mabao, lakini kwa mbinde namna hii, je, kukutana JKT Tanzania ya moto kweli kweli. JKT Tanzania ambayo imekuwa ikifanya makubwa sana, na hata kama timu inashinda kama Simba Sports Club wanashinda, lakini bado mtihani unakuwa mkubwa zaidi, kwa sababu jamaa wana uwezo mkubwa wa kuweza kucheza mpira wa kuattack, wa kuweza kukabia nafasi, kufanya high pressing na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Young Africans bado poor performance, na dalili yao ni mbaya sana, kwa sababu wambadilisha sana makocha, wachezaji mpaka waje wa improve, mpaka waje waingie kwenye kikosi, mpaka waje waanze kutengeneza muunganiko, mpaka waanze kushikana, basi inahitaji muda kweli. Kwa hiyo kwangu siwezi nikasema wamecheza vizuri, wameshinda, lakini wamecheza vibaya. Hata wao Yanga wenyewe wamekubali kwamba wao wamecheza vibaya, lakini wamepata matokeo. Andy Boba Boyle anaingia, wanapata mkwaju wa penalty, anafunga pia goli la pili. Kwa maana leo kafunga magoli mawili, Yanga wanampa zawadi, wanamjazia pesa, anaondoka. Lakini Prince Dube kiusema kweli bado anapitia changamoto, na hatujajua anapaswa kuulizwa ana shida gani. Akifika golini haoni goli ama inakuwaje? Kuna changamoto gani anayopitia kwa sasa, kwa sababu anakosa magoli ya wazi. Leo vichwa kama viwili vitatu anapiga vinaenda nje, tena katika nafasi nzuri sana. Kwa hiyo utajiuliza maswali, kipi ambacho anakipitia, kipi ambacho kinamfanya yeye ashindwe kuonyesha ule ubora wake ambao tumezoea. Kwa hiyo kwangu nafikiri ni mshambuliaji mzuri sana ambaye anajua kuattack, anajua kufanya pressing, anajua sasa kushambulia box pale na kuwafanya wengine waweze kutembea wakiwa flexible, lakini yeye bado hafungi, na hiyo ndio confidence ambayo anaikosa kwa sasa. Kwa Young Africans wana kazi kubwa ya kumjenga kisaikolojia Prince Dube, lakini kuna watu wanakuja na maoni, wanasema inabidi sasa Andy Boba Boyle achukue nafasi yake, aanze kucheza kwa sababu kuna kitu anacho. Lakini kwangu nakwambia Andy Boba Boyle na Dube nani bora? Nitakwambia ni Dube, kwa sababu Boyle anafunga magoli, lakini angalia miguu yake mizito kweli kweli kama amebeba zege. Kwa hiyo kuna yeye mwenyewe anatakiwa kujimarisha ili awe na ile flexibility, atembea akiwa na hiyo wanasema aweze kuwa na flexibility, kwa maana kunyumbulika, awe na comfortability katika eneo la mwisho. Hicho ambacho anapaswa kuwa. Lakini Young Africans mchezaji kwa mchezaji bado quality iko down, kila mmoja anajaribu kufight, lakini bado pia kocha hajapata chemistry katikati pale katika eneo la kiungo. Duke Abuya sasa hivi anapaswa kuangaliwa kama atacheza na muda ama atacheza na Lasiri Kouma. Unamweka Duke Abuya pamoja na Maxim pia Zengeli. Max anapenda kuzunguka kweli. Ukutana na timu ambayo inashambulia sana pale katika eneo la Max ambapo yeye amehama, watu wanapita kweli pale. Kwa hiyo kuna haja ya kumuimarisha kwenye ubora wake. Musa Balakonte aweze kurejea, aweze kufanya vizuri, lakini pia mtu kama Lasiri Kouma pia afanye vizuri, aweze kuingia kwenye kikosi. Celestine kuwa aliingia, lakini bado hatujaona ule ubora wake ambao tumeuona akiwa ASEC Mimosas, akiwa Zoman FC. Kwa Yanga wachezaji wapya walioingia mpaka sasa hivi bado hawajaonyesha hata theluthi ya ule ubora waliokuwa nao na namna ambavyo watu waliwaimba. Mohamed Dumbia ni mchezaji mzuri, lakini bado pasi zake nyingi hazina macho katika eneo la mwisho, lakini hana maamuzi sahihi. Anaweza akapiga pasi nzuri, lakini kufinalize ni mtihani. Zile second ball, kupiga mashuti ya mbali kwake bado ni mtihani. Kwa hiyo kuna kazi ya ziada anapaswa kuifanya. Kwa Pedro Gonçalves ana kazi ya kusuka kikosi, ana kazi ya kutengeneza chemistry, ana kazi ya kutengeneza balance ya timu yake kuanzia kwenye transition, eneo la ulinzi, eneo la kiungo pale mkabaji, hadi eneo la ushambuliaji. Wakifanya hivyo wanaweza kawa na timu mbele nzuri sana ambayo inaweza ikawapa matokeo ya kutosha, hasa katika michuano ya CAF ambayo inaenda kuanza hivi karibuni dhidi ya JS Kabylie, lakini pia dhidi ya AS FAR Rabat. Kwa hiyo Yanga ni hao leo wamecheza, wamekaa pale kileleni wakiwa na pointi zao 10, lakini wameshatoka sare moja na Mbeya City. Kwa hiyo wao wana gap la points 2 na Simba, ingawa wamecheza mechi nyingi zaidi ya Simba.
Kwa tusubiri kuona watafanya nini msimu huu, lakini dalili yao sio nzuri kwa sababu timu bado mpaka sasa hivi inalegalega, timu bado haijajipata. Leo ukifurahia matokeo ya Young Africans, nitakwambia KMC ni kama vile umepiga bomu mochwari, kwa sababu ni timu ambayo Maximo Masimo ameshaiua ile timu. Timu haina ubora kabisa, timu inaruhusu kushambuliwa, timu inapiga pasi 2 pasi 3 ashanyang'anywa mpira. Kwa hiyo kwa KMC siwezi kusema Yanga wacheza vizuri, zaidi ni kupiga bomu mochwari, kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo Pacome Zouzoua amefunga leo, Andy Boba Boyle amefunga leo pamoja na Maxim pia Zengeli, lakini goli zuri kabisa la Rashid Chambo akifanya kazi nzuri sana, akifunga bao zuri. KMC wanapaswa kuachana na Maximo kisoma ukweli. Maximo sio kocha. Yule sio kocha. Amedhorotesha. Sijai kuona KMC anafungwa game 5 mfululizo. Haiwezekani. Ameshinda moja katika 6. Amefungwa game 5 mfululizo alafu bado anaye pale. Huyu anawashusha daraja huyu. Kama watakuwa makini, Maximo anawashusha daraja KMC. Timu hamna kazi inafanya. Timu haielewani. Timu pasi 2 pasi 3 amenyang'anywa mpira. Timu haina uvumilivu, timu haina endurance, timu haina composure, timu haina chochote, alafu bado wanaendelea kumpa timu. Yule atawafelisha. Sababu shapigwa mechi 5 anaburuza. Na sijaona KMC tangu wapande ligi kuu hawajai kufungwa mfululizo. Hawajai kufungwa mfululizo game 4 game 5, lakini awamu hii wanaruhusu wanafungwa. Ila hii Yanga hii walivyo wanavyoenda na mnyama alivyochangamka. Mnyama unamuona kabisa anautaka ubingwa. Yanga msimu huu hana lake. Yaani hivyo anavyoswasua, na hata kocha alivyokuja bado mifumo inafanana na Roman Falls. Bado hajaipata timu yake. Bado hajaanza kutuonyesha kile ambacho alichokuwa nacho. Endelea kusubscribe Salama Kengele. Azam pia leo amecheza na Namungo, mechi yao imeisha sare ya 1-1. Ni sare ya pili leo wanaipata Azam FC ukiacha ile JKT Tanzania. Kwa Azam FC ya Florent Ibenge nao wameanza kwa kusuasua. Singida juzi walitoa sare na Pamba Jiji na TP Lindanda. Kwa hiyo timu pekee ambayo inashinda 100% kwa sasa ni Simba Sports Club. Wao katika mechi 3 walizocheza wameshinda zote na wameshinda vizuri na wamekusanya point za kutosha. Katika mechi 3 walizocheza Simba Sports Club wamepata pointi zao 9, wamefunga goli 8, wameruhusu goli 1. Hiyo ndio timu ambayo msimu huu imeshinda kwa 100%, timu ambayo imetengeneza mazingira ya kusema kwamba wao sasa wanataka ubingwa. Yes, mambo kama hayo. Yes, mambo kama hayo. 1-1 Azam FC. Mambo yao yamekuwa mazito sana. Endelea kusubscribe Salama Kengele. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.